Askofu Daktari George Andrew Pindua, vaa kofia hii katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kofia hii ni alama ya ukuhani wake Yesu Kristo katika kanisa lake. Nenda ukaongoze kwa unyenyekevu, ukiwaelekeza watu kwa kuhani mkuu, Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Ni ibada maalumu ya kuweka wakfu kwa askofu mteule wa kanisa la KKKT Dayosisi ya Morogoro, Dr. George Pindua na msaidizi wake Peter Makala, iliyofanyika hapa katika kanisa la Bungo, Morogoro mjini. Mgeni rasmi katika hafla hii alikuwa mkuu wa mkoa wa Morogoro akimwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ambapo mkuu wa mkoa Adam Malima amesema Rais Samia ametoa milioni 50 kwa dayosisi hii kwa ajili ya kusaidia maendeleo kwenye miradi mbalimbali. Kutoka hapa katika eneo hili, hii ni Ayo TV na millardayo.com. Mimi ni Jacob Sonyo. Mheshimiwa mgeni rasmi, Dayosisi ya Morogoro ni miongoni mwa dayosisi vinara katika kupinga ndoa za utotoni, vitendo vya ulawiti na ubakaji ndani ya mkoa wa Morogoro kwa lengo la kutunza heshima na utu wa binti wa Kitanzania. Kanisa kushirikiana na wafiki kutoka usharika wa Lempa na nchini Finland tumejenga kituo maalum cha kuwahifadhi na kuwapatia msaada wa sheria mabinti hao wanaokatishwa masomo yao kwa kulazimishwa kuolewa wakiwa chini ya umri wa miaka 18. Uwepo wa kituo hiki ambacho kimesajiliwa na serikali kwa nambari 0119 Mei 2025 umeleta heshima kubwa ndani na nje ya nchi yetu, kwani idadi ya wasichana walipitia changamoto na kutunzwa katika kituo hiki wameweza kulindwa, kupata msaada wa sheria na kupata fursa ya kurudi kuendelea na masomo yao kwa juhudi ya kanisa, familia na jeshi la polisi. Miongoni mwa wasichana hao wamemaliza elimu yao ya chuo kikuu na kuona nuru mpya ziwafanye wafikie ndoto zao. Kwa kuwa kituo hiki kinawahudumia wasichana toka dini zote, tunaomba serikali kupitia mamlaka zake ziungane nasi katika kukomesha vitendo vya katili dhidi ya mtoto wa kike. Hotuba inatoa mapana ya shughuli za kanisa katika nyanja mbalimbali za kuimarisha hasa kwenye huduma za jamii. Lakini hotuba ile pia imetuonyesha hatua ya ukomavu na hatua kubwa iliyofikiwa na kanisa la KKKT. Naomba niwapongeze sana. Kuhusu mambo mbalimbali, tunazungumza utunzaji wa mazingira, huduma za mtoto wa kike, huduma za afya, huduma za elimu. Mheshimiwa Dr. George Pindua, nakupongeza sana. Hotuba hii imeendelea kuonesha mahusiano ya kanisa kwa niaba ya taasisi za dini na maendeleo na hatua kubwa iliyofikiwa na kanisa la KKKT na mahusiano yake na serikali, na kwamba sisi ni wamoja na malengo yetu yanafanana katika hili la kuwafikia huduma za Watanzania. Kwa hiyo natumia fursa hii kutoa rai kwa taasisi zetu za dini na viongozi wenzangu wa serikali kuendelea kushirikiana kwa karibu katika kuwahudumia Watanzania hawa ambao wamebeba matumaini mengi kwetu ya kudumisha amani, mshikamano, kuombeana na kuimarishana. Sasa niombe kisema kupishe maneno hapo kwamba na mimi nimetumwa kwamba haya mengine yote naenda kuwapelekea, lakini hili la kwamba baba askofu mtakapokuwa mnaanza kuchangishana, basi mjue mnachangishana hali mnaanzia kwenye milioni 50 ambayo umepewa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo kwenye hii miradi yetu wakati tunaanza kuchangishana, tujue tumeanzia na milioni 50 ambazo mimi nimeelekezwa niziseme hapa. Neno la Mungu linasema katika Yeremia 1:5, kabla sijakuumba tumboni nalikujua, na kabla hujazaliwa nalikutakasa. Inatukumbusha wito wa uongozi wa kanisa kutoka kwa Mungu mwenyewe. Leo tunashuhudia wito huo ukidhihirika kwa Askofu George Andrew Pindua na askofu msaidizi Peter Makala. Wanakabidhiwa jukumu takatifu la kuwa wachungaji na wachungaji, walinzi na mafundisho sahihi na waasisi wa amani, umoja na mshikamano ndani ya kanisa na jamii kwa ujumla. Tunawaombea
Mungu awajalie hekima, afya njema, busara na nguvu ya Roho Mtakatifu katika huduma yao yote. Katika ibada hii hatuna budi ya kumwombea rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan. Tunamwombea Mwenyezi Mungu amjalie hekima, ulinzi na afya njema, aendelee kuliongoza taifa letu katika amani, umoja na maendeleo. Biblia inasema katika 1 Timotheo 2:1-2, dua na sala zifanye kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, ili tupate kuishi maisha ya utulivu na amani.